Tumekuwepo hapa YouTube kwa muda mrefu sana. Sisi kama KingoFarm tunatoa makala nyingi sana kuhusiana na ufugaji, hasa matumizi ya tiba za asili. Sasa kuna wafugaji wengi sana waga wanatuuliza maswali, waga tunawajibu wao wenyewe huko. Leo hii tumeamua tuje na kitu ambacho kitakusaidia sana wewe ambaye unaitazama hii video. Wala usipuuze na usikatishe njiani kuangalia hii video, kwa sababu humu kuna maswali mengi ambayo yameulizwa na wafugaji wenzako, na ni maswali ya msingi sana kuhusiana na ufugaji. Kwa hivyo hii video nitajibu maswali yanayoulizwa na wafugaji wengi. Kama ni mara yako ya kwanza unatuona hapa YouTube, sisi ni KingoFarm, tunatoa elimu ya kuhusiana na ufugaji wa kuku kwa tiba za asili. Vile vile tunakujenga namna ambavyo unaweza ukaendesha mradi wako wa ufugaji. Na kama ukihitaji huduma zaidi ya vitabu, kwa mfano vitabu ambavyo unaviona hapo, kitabu kimoja gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ukilipia muda huo tunakutumia hicho kitabu kwa hiyo gharama ya shilingi 10,000. Ni vitabu vizuri sana, vina kanuni bora za kuchanganya chakula, jinsi ya kuwalea vifaranga mpaka wakubwa, kutengeneza tiba za asili ambazo sisi pia shambani kwetu huwa tunazitumia sana. Ni tiba ambazo zinafanya kazi kwa asilimia kubwa sana. Pia sisi KingoFarm tunatoa elimu, tunayo madarasa WhatsApp pale. Kujiunga ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Pia tunatengeneza incubator. Kama unahitaji incubator, upo sehemu yoyote ile, incubator ndogo mpaka kubwa. Incubator ndogo ni ya mayai 60 na incubator zaidi ya mayai 1,000 tunatengeneza kwa gharama nafuu kabisa. Incubator ya mayai 60 ni 3,500. Hii itakufaa sana wewe mfugaji ambaye unafuga kuku wa kienyeji, unaona hawazaliani vizuri, wanalalia mayai wanapasua, wanashindwa kulea vifaranga, unataka upate vifaranga wengi kwa pamoja. Itakufaa sana hii ya mayai 60 kwa shilingi 3,500, kwa sababu wao kazi yao itakuwa ni kutaga. Utaokota mayai yao, utaweka kwenye mashine, utatotolesha. Uwezekano wa kutotolesha vifaranga ni mkubwa sana. Tutafute kwenye hiyo namba hapo kama unahitaji huduma ya incubator. Sehemu yoyote ile Tanzania tunatuma. Hata ndugu zetu wa Burundi pia waga tunawatumia, pale Kongo pia waga tunawatumia. Tunaipeleka Kigoma. Kama una mtu pale Kigoma, basi yeye ataweza kukusafirishia mpaka huko. Kwa hivyo ndivyo ambavyo sisi KingoFarm tunatoa huduma zetu. Kama ndio mara yako ya kwanza unatuona, lakini pia unaweza ukasubscribe ili uwe unapata makala zetu mara kwa mara. Sasa hapa tukienda kwenye maswali moja kwa moja kwenye maswali ambayo yanaulizwa. Kundi la kwanza nililitenga wale wafugaji ambao mara nyingi sana wamekuwa wakiulizia kuhusiana na tiba pamoja na kinga za asili. Haya maswali mara nyingi sana yamekuwa yakijirudia. Kwa mfano, kuna hawa wafugaji ambao waga wanauliza maswali kwamba dawa gani ya asili inatibu mafua, kukohoa na mafua makali ya kuku. Waga wanaulizia kuhusiana na hiyo homa ya mafua. Sasa jibu lake ni kwamba zipo tiba nyingi sana ambazo zinatibu mafua, lakini mara nyingi sana ukiangalia hata kwenye vitabu vyetu waga tunaelezea zile tiba ambazo tunajua kabisa ni rahisi sana kuweza kuzipata kwa mfugaji. Kwa hiyo hili swali naweza nikasema ni swali maarufu sana hapa KingoFarm. Sasa sisi waga tunatoaga ushauri mara nyingi sana kutumia kama vile majani ya mbaazi, kwa sababu tunajua kabisa majani ya mbaazi yanapatikana maeneo mengi. Ukichukua jagi 2 ukaweka kwa blend, ukaweka kwenye maji lita 10, waga yanatibu mafua. Lakini pia sana waga tunaelezea kuhusiana na mchanganyiko wa tangawizi, kitunguu saumu na pilipili. Huu ndio mchanganyo ambao huwa unaponya kuku wengi sana, na wale ambao kuku wao ni wabishi kupona huu ugonjwa wa mafua, huwa tunashauri sana tumia tangawizi 1, kitunguu saumu 1, pilipili 5, kipande cha aloe vera. Lakini pia blend vyote hivyo wawekee kwenye maji lita 10, kuku wako watapona vizuri kabisa. Lakini pia unaweza ukatumia ukaongeza na limau humo kwenye huo mchanganyo wako.
Tukiendelea na hizi tiba za asili, swali jingine ambalo huwa linaulizwa na wafugaji wengi zaidi, na we pia linaweza likakujenga. Wafugaji wengi waga wanakujaga na shida, naweza nikasema kwamba wanauliziaga ni tiba gani inaweza ikatibu labda magonjwa matatu kwa wakati mmoja. Unakuta mfugaji anakuja anasema labda kuku wake wana mafua, lakini pia wana hara damu, lakini pia wana muharo mweupe, yani shida nyingi zimekusanyika kwa pamoja. Sasa kuna tiba ambazo zina uwezo wa kutibu haya magonjwa yote matatu kwa wakati mmoja. Na kama una kitabu kile cha tiba za asili, mle jinsi mbinu ambayo ninakufundisha, nenda soma zile tiba za yale magonjwa yote, yani ainisha tiba labda ya kideli, tiba labda ya coccidiosis, tiba labda ya typhoid, ndio tuchukulie kuku wako amepata hayo magonjwa. Utaona pale kuna vitu vinajirudia kama kitunguu saumu, utakuta hapa kipo kwenye yale magonjwa yote matatu. Kwa hiyo utatumia kitunguu saumu kimoja, ila vile vitu ambavyo havipo unavichanganya vyote kwa pamoja. Kwa mfano utakuta majani ya mpela yapo kwenye typhoid, kwenye kideli hayapo. Kwa hiyo kwenye tiba yako utaweka pia na majani ya mpera, lakini pia utakuta labda majani ya aloe vera yapo kwenye kideli, kwenye hivi vitu vingine viwili havipo, utaweka na yenyewe. Lakini pia utakuja utaona kwamba labda tangawizi ipo kwenye mafua huku haipo, tangawizi pilipili ipo kwenye mafua huku haipo, na yenyewe utaweka. Kwa hiyo ule mchanganyo utakao kuwa umetengeneza utakwenda kuyatibu hayo magonjwa yote matatu kwa wakati mmoja. Nikirudi kwenye swali jingine la tatu ambalo linahusiana na tiba na kinga za asili, wafugaji wengi waga wanauliza je, mkaa na majivu yanawezaje kutumika kama tiba kwa kuku? Sasa mkaa na majivu mara nyingi sana waga pia tunatumiaga, na hii hapa ni kinga sana sana ya magonjwa yale ambayo yanahara. Na kwa nini labda mfugaji unakuta anauliza hivi? Mara nyingi sana, sehemu nyingi sana wanasemaga usitumie mkaa na majivu kuwatibia kuku wako. Sisi kwetu hapa KingoFarm tumefanya tafiti tukagundua kwamba mkaa na majivu endapo utavitumia kwa wingi zaidi au kazidisha kipimo, vina athari na kuku wanakufa, kwa sababu mkaa na majivu ni tiba ambayo tunatumiaga kwa ajili ya kutibu miharo. Hii miharo coccidiosis, muharo ule mweupe, ila usitumie sana. Waga tunashauri usitumie kwa kiwango kikubwa au mara kwa mara, au kwa vifaranga usitumie. Mara nyingi sana kuku wakifa kwa sababu ya hii hapa. Ukiwapasua mle ndani unakuta nyongo imevimba, na nyongo tunajua kwamba ni sehemu ambayo sumu waga zinakusanyika pale. Kwa hiyo mkaa una hiyo athari ya kukusanya sumu kwenye mwili wa kuku na kupeleka kwenye nyongo. Kwa hiyo kama nyongo, kile kinachohifadhi nyongo kitazidiwa, kitavimba zaidi, pale ndio kuku anakufa. Kwa hiyo tumia kwa kiwango kidogo, lakini ni tiba nzuri sana ya kutibu miharo, na hata hivyo ukichanganyia kwenye chakula inakuwa haina madhara sana. Maswali ni mengi hapa, nitaenda kwa haraka. Watu wengi wanauliza pia maswali mengine ni kuhusiana na afya na ulezi wa vifaranga. Kwa mfano, wafugaji wengi wao wanauliza kwa nini vifaranga wangu wanashusha mabawa na kufa kwa wingi. Sasa ukikuta kuku wako tunasema wanavaa makoti, ile inatokanaga kwanza na rishe. Kama umewapa rishe duni, lazima watashusha mabawa na kuvaa makoti. Lakini sababu nyingine ni magonjwa, kuugua kwa muda mrefu. Kuna magonjwa mengine kama vile mdondo au Newcastle tunasema, dalili zake miongoni ni kushusha mabawa. Kwa hiyo vinaweza vikawa ni vitu hivyo hapo. Lakini pia kuna wengine waga wanauliza mimea gani ya asili ni salama kuwapa vifaranga wadogo kuongeza kinga. Mimea mingi sana tunatumia kwa ajili ya vifaranga kwa ajili ya kuongeza kinga, kama vile mwarobaini, kuna aloe vera. Kikubwa tu ni kwamba majani ya mpapai na yenyewe kikubwa ni kwamba zingatia vipimo, weka vipimo sahihi, usizidishe dozi. Ukifuata masharti yetu, kwa mfano ukiwa kwenye kundi tunakwambia kabisa na kipimo, waweke labda majani 3 ya mpapai kwenye maji lita 10. Kwa hiyo ufuata kile kipimo kama kilivyo. Ukizidisha tu utawaletea madhara kuku, na ikizingatiwa vifaranga wadogo wanakuwa hawana kinga ya kutosha. Swali jingine ambalo watu wengi waga wanauliza kuhusiana na vyakula. Sasa kwenye vyakula hapa ni kwamba utakuta mtu anauliza nitengeneze chakula cha kuku bei nafuu nyumbani. Mara nyingi sana kwenye vyakula waga tunawashauri mnunue vitabu. Kununua kitabu kama cha Safari ya Ufugaji, mle kuna kanuni ambayo inafanya vizuri, lakini pia ni ya gharama nafuu.
booster gani ya asili inasaidia kuku kukua haraka na kuongezeka uzito. Ili swali tuliulizwa sana mpaka tukatengeneza kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Kile kitabu kina booster za asili, yani kinakupa ratiba zima ya kutumia zile booster. Siku ya kwanza utumie booster gani, siku ya pili utumie booster gani, siku ya tatu hivyo hivyo. Yani ukifuata kile kitabu kile utakuwa uhangaiki kabisa. Yani kwa mfano itakwambia siku ya 4 tumia kitunguu saumu, tangawizi na vipimo vyake, changanya waweke kwenye maji lita ngapi. Kwa hiyo kipo kitabu kwa ajili ya booster. Na wapo wafugaji wengine wanauliza kuku wangu ameacha kutaga. Sasa kama kuku ameacha kutaga au anataga mayai yenye ganda laini nifanyeje? Ndio maswali ambayo huwa wanauliza. Mara nyingi sana kuku wako akiacha kutaga, changamoto waga inakuwa ni chakula unachowapatia, lakini pia kuna booster za asili ambazo zinawafanya kuku wako watage vizuri. Hata kile kitabu cha booster cha kwetu sisi kina upande wa kuku wanaokua na kuku kwa ajili ya kutaga. Tumeandika booster kwa mpangilio mzuri kabisa. Ukiwapa au kuku wako watataga vizuri. Hicho kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Lakini pia chakula, muhimu sana chakula. Ukiwapa chakula ambacho hakina virutubisho vya kuwafanya watage, hawatagi. Na watu wengine waga wanauliza, je, kuku anaanza kutaga akiwa na umri gani? Hawa chotala na kuku wa mayai ni miezi 4 ambayo sawa na wiki 18 inatakiwa waanze kutaga. Lakini pia wengi waga wanauliza taratibu za kupata huduma. Mfano mtu anauliza anapataje kitabu cha tiba za asili au kitabu fulani. Tutafute WhatsApp. Vitabu vyetu tunatuma soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo tutafute sisi, tutakupatia kitabu kupitia njia ya WhatsApp. Lakini pia hata kujiunga na kundi ni WhatsApp.